Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 26 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi, linaanza na habari kubwa inayosema mfumo wa elimu unavyojenga matabaka ya wanafunzi. Mfumo wa elimu unavyojenga matabaka ya wanafunzi. Lakini vigogo CWT Tamesa kortini kwa uhujumu uchumi. Vigogo CWT na Tamesa kortini kwa uhujumu uchumi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini Lissu abeba hatima kesi ya rasilimali. Lissu abeba hatima kesi ya rasilimali. Na migogoro ya ardhi janga kwa taifa. Migogoro ya ardhi ni janga kwa taifa. Lakini Wachina walivyo dakwa tuhuma za utekaji Dar es Salaam. Wachina walivyodakwa tuhuma za utekaji Dar es Salaam. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini uhalifu wa kimtandao wawekewa mikakati. Uhalifu wa kimtandao wawekewa mikakati. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi ni migogoro ya ardhi kuwa ni janga la taifa. Lakini tukiachana sasa na gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, lenye linaanza na habari inayosema vigogo wa Tamesa kizimbani mashtaka ya uhujumu uchumi. Lakini SMZ yajitetea kampuni binafsi kuendesha hospitali za umma. SMZ yajitetea kampuni binafsi kuendesha hospitali za umma. Lakini Chama cha Mapinduzi, CCM na Chadema sasa jino kwa jino. CCM na Chadema sasa jino kwa jino, ni upande mmoja ukitangulia mwingine unatinga kufuata nyayo. CCM yatua kanda ya kaskazini wakati Chadema ikiwasha operesheni katiba mpya nyanda za juu. Lakini upangaji wa matokeo jini inalotutafuna soko kumradhi, habari inasema korti yatoa siku 7 kujibu kiapo dhidi ya Lissu. Korti yatoa siku 7 kujibu kiapo dhidi ya Lissu. Lakini mwisho wa safari ya kuliwa na mamba. Mwisho wa safari za kuliwa na mamba. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni CCM na Chadema sasa ni jino kwa jino. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti lako la Rada asubuhi ya leo, linaandika habari inayosema JWTZ ngao ya ukombozi, amani na heshima ya taifa. Lakini walioachiwa Oktoba 29 kukamatwa tena. Walioachiwa Oktoba 29 kukamatwa tena. Na msajili ngunguri Chadema ngangari. Msajili ni ngunguri Chadema ngangari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Rada kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Mwananchi Huru lenye linaandika serikali ya Iringa yapongeza chama kikuu cha ushirika IFCU. Lakini mradi wa agro kilimo kusaidia wadau kubadilishana uzoefu wa kilimo, ekolojia na umwagiliaji. Na Abdul Maliki Moleli, vyuo vya Tanzania vitumie ujio wa Malaysia kusaini MOU. Lakini tukiachana na gazeti lako la Mwananchi Huru, tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru linaandika uchumi wa buluu waipaisha Zanzibar. Uchumi wa buluu waipaisha Zanzibar na neema ya ajira. Inaandika habari inasema neema ya ajira, serikali yatangaza nafasi 10,000 jeshi la polisi, magereza, zimamoto, uhamiaji na NIDA. Lakini bosi Temesa vigogo CWT wapandishwa kizimbani. Mwigulu ziarani Congo Brazzaville. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye linaandika habari inayosema Kombo aeleza sababu za Uingereza na Marekani kufunga balozi ndogo Zanzibar. Lakini 60% ya wagonjwa wa JKCI wanatokea kaskazini. 60% ya wagonjwa wa JKCI wanatokea kaskazini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Wachina 4 wakamatwa kwa tuhuma za kuwateka wenzao. Wachina 4 wakamatwa kwa tuhuma za kuwateka wenzao. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lao la Taifa Tanzania
kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika TMA yatabiri kipupwe baridi kali kwa miezi mitatu nchini. Lakini bodi ya TRA yahimiza ulipaji kodi Kasumulu. Na Katambi usalama wa nchi kipaumbele kikuu. Huyo ni Katambi anasema usalama wa nchi ni kipaumbele kikuu. Lakini Dr. Mwigulu amwakilisha Rais Samia mkutano Benki ya Afrika. Dr. Mwigulu Nchemba amwakilisha Rais Samia mkutano Benki ya Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaandika WCF mkombozi kwa wafanyakazi. Lakini Rais Samia atuma salamu za pole kifo mama wa JPM. Rais Samia atuma salamu za pole kifo mama wa JPM. Na Katambi aliomba bunge kuidhinisha trilioni 2.8 mambo ya ndani ya nchi. Katambi aliomba bunge kuidhinisha trilioni 2.8 mambo ya ndani ya nchi. Lakini vijana watakiwa kupambana na matapeli biashara za mitandaoni. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika SMZ kuendelea kuwekeza katika bandari salama. Polisi Dar es Salaam yaokoa raia wa China waliotekwa nyara. REA yaandika historia ya Ludewa ya washa umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako Raia Mzalendo lenye asubuhi ya leo linaandika maadhimisho ya 9 ya wiki ya maziwa kufanyika mkoani Iringa. Lakini waziri wa fedha ashiriki mkutano wa taasisi za Afrika 50. Na TRA yafafanua gari lililoungua mazingira ya kutatanisha. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Na gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika Frank Sanga atunukiwa shahada ya uzamivu. Na WCF ipo kwa ajili ya kuhakikisha ustawi wa wafanyakazi, mwenyekiti Jowuta. Lakini Muhimbili yaonya maziwa ya kopo kwa watoto wachanga. Muhimbili yaonya maziwa ya kopo kwa watoto wachanga, yasema hayampi kinga ya nguvu ya kukua vizuri, yasisitiza mtoto anyonyeshwe na mama hadi miaka 2. Lakini waziri wa fedha Balozi Omari ashiriki mkutano wa taasisi za Afrika 50. Na Oryx Energies Mahanjumati Group wasaini kudhamini shindano la mapishi. Hilo ni gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako tuangazie sasa gazeti lako la Tanzania leo lenye linaandika habari inayosema Dr. Samia akoleza uchumi wa viwanda. Dr. Samia akoleza uchumi wa viwanda. Na Samia akosha WB matumizi mazuri ya fedha za miradi. Dr. Samia wakosha WB World Bank matumizi mazuri ya fedha za miradi. Lakini kuna habari TMA msimu wa kipupwe utakuwa na baridi na upepo. Hilo ni gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye asubuhi ya leo linaandika WHO yasema zaidi ya kesi 900 za Ebola za ripotiwa DRC. Na tutaendeleza mapambano ya vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia. Huyo ni anasema. Lakini Hemedi tafiti ubunifu nyenzo ukuaji wa uchumi wa buluu. TMA yatoa utabiri majira ya kipupwe. Na Dr. Nchemba akerwa na hospitali kuagiza wananchi kununua dawa. Lakini waziri ahimiza taasisi zisimamie utekelezaji wa mipango. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Habari Leo lenye asubuhi ya leo linaanza na habari kutoka TMA yatabiri uwezekano wa El Nino. Lakini safari za ndege nchini kuongezwa kuanzia Juni, za Chato kurejeshwa. Lakini vigogo wa CWT 14 na Temesa kortini. Wamo Lea Ulaya, Ikomba Maganga na Misalaba. Pia aliyekuwa bosi wa Temesa atuhumiwa kufanya miamala ya kifisadi, udanganyifu na utakatishaji bilioni 3.5. Lakini raia wa China watuhumiwa kuteka wenzao Dar es Salaam. Na kituo cha Tanzanite Mererani chaanza kutumika. Serikali yaonya matumizi mabaya ya mitandao. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele.
Na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali, tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza kuangazia gazeti lako la Habari Leo linaandika Yanga moto Okelo moto. Yanga moto Okelo moto, shule 56 za michezo kujengwa nchini, lakini kocha Serengeti Boys afichua siri ya mafanikio. Hilo ni gazeti lako la Habari Leo. Lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Steve Baka alalamikia uchovu wa majeruhi na upangaji matokeo jini linalotutafuna. Nasema upangaji wa matokeo ni jini linalotutafuna. Hilo ni gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Lakini Zanzibar Leo linaandika Dr. Mwinyi aongoza maelfu kumzika kocha Msoma. Lakini KVZ yang'ang'ania usukani ligi kuu. Kocha Simba furahia mapumziko ya ligi. Lakini mwakilishi Magomeni ashauri kurejeshwa mashindano ya triathlon. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Mzize aliamsha Yanga anza gym. Lakini Baka amuibua Mpanzu Simba. Huyo ni kocha mkuu wa Simba Steve Baka amuibua Mpanzu Simba. Lakini kimataifa, Arsenal ya beba ubingwa EPL kibabe. Bado ni Arsenal wanaendeleza ushindi wao. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Majira linaandika mapumziko ya FIFA kumfurahisha kocha wa Simba. Lakini Serengeti Boys kuikabili Misri kibabe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari lenye kuna michezo linaandika RC Chalamila TFF imeipaisha Tanzania. Lakini Kachwele afurahia kuitwa Taifa Stars, na Yanga yarudi kileleni yaichapa Namungo goli 3-1, huko Okelo kuvaa medali ya ubingwa Vipers. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Na gazeti lako la Machinga naandika Chama mashabiki tulieni, tuna kikosi bora. Huyo ni Chama asema mashabiki tulieni, tuna kikosi bora. Lakini RC Chalamila awapa pongezi TFF. Yanga yaibonda Namungo goli 3-1. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.